Mgeni aliyesubiriwa kwa hamu kuu mwishowe aliwasili. Msafara mkubwa wa walinzi wake uliambatana naye. Ulinzi mkali ambao ungemzuia hata nzi kupita karibu naye. Ndivyo walivyoheshimiwa. Wakati wakiomba kura, watatangamana na kusalimiana na kila mtu. Wakishapata walichokitaka, wanajitenga na umma kama wagonjwa wa ukoma. Sugu Junior alipigwa na butwa. Hakuamini aliyoyaona. Ukumbini vitu vinamkondolea macho. Sauti za wananchi zilisikika kwa mbali. Swali la baa pale, changanua vipengele vya kimtindo katika kifungu hiki. Kwanza tunaanza juu, nida. Wakati mwingi lazima nida iwe, sinaanza pale juu. Haha. Nida, na lazima uweke ile alama hisi, ni mbili hapa. Pia kuna pale, tena kuna pigwa na butwa, na unaweka alama hisi. Pia kupita karibu naye, si unaona kuna alama hisi pale? Pia pale kwa ukoma, wagonjwa wa ukoma. Pili kuna chuku. Ulinzi mkali ambao ungemzuia hata nzi kupita karibu naye. Si mambo yametiliwa chumvi. Mambo yameongezewa pale. Hakuna ulinzi ambao unaweza mzuia. Kwa hivyo inaonyesha ule ulinzi ulikuwa mkali kweli. Kwa hivyo chuku iko sehemu ya ulinzi mkali hata wa kuzuia nzi kupita karibu naye. Kuna tashbihi. Wanajitenga na umma kama wagonjwa wa ukoma. Tunaambiwa wakishapata walichokitaka, wanajitenga na umma kama wagonjwa wa ukoma. Kama wagonjwa wa ukoma ni tashbihi. Pia kuna nahau. Alipigwa na butwa. Nilikwambia msemo inakuwa ni kauli ambayo ni ndefu, ina maana ndani. Na nikakwambia nahau inakuwa na muundo wa kitenzi na nini? Nomino. Alipigwa na butwa ni nahau. Uaishaji au tashhisi ni kuvipa vitu visivyokuwa na uhai sifa za binadamu. Ukumbini viti vilimkondolea macho. Viti haviwezi kuangalia, binadamu ndiye anaweza kukondoa macho. Ungeulizwa umuhimu ungesema sababu. Hapa inaonyesha kuwa unasema kuonyesha kuwa watu wale nini waheshimiwa kufanya nini? Hawakuhudhuria licha ya kulipiwa nauli za ndege. Alafu utasema tena kuna taswira. Si umeona zile taswira? Kwa hiyo kuna taswira sikivu kama sauti za wananchi zilisikika kwa umbali. Eleza umuhimu wa vipengele vifuatavyo katika kuijenga hadithi ya msiba wa kujitakia. Umuhimu wa vipengele vifuatavyo katika kuijenga hadithi ya msiba wa kujitakia. Shairi la Malenga Mteule. Tusome shairi lile ukurasa wa 10. Umuhimu wa shairi lile. Kwa hivyo hapa tunaonyesha shairi hilo linaonyesha nini? Linatuonyesha nini? Kwa hivyo tusome Mteule limechoka. Mteule limechoka. Kila siku kusikia viereje nchi hakika, visanga kupindukia, tunadidi filisika, walaji kijazia, msiba kujitakia, kweli hauna kilio. Iwapo sikutafika, Rabana tukirimie, maskini tagutuka, matongo tuondolee, matoto yapate funguka, wananchi jionee, msiba kujitakia, kweli hauna kilio. Kwanza imetumiwa kuendeleza ploti. Imetumiwa kuendeleza ploti. Kwa sababu inaonyesha kuwa nchi inaendelea kufilisika. Nchi inaendelea kufilisika. Kwa hivyo ni kuendeleza ploti, yani mfuatano wa vitushi. Pili, inaonyesha kutaumauka kwa raia. Yani raia kukata tamaa. Inaonyesha raia kukata tamaa. Utapeana ule mfano wamechoka kusikia visanga vya viongozi kila siku. Wamechoka kusikia visanga vya viongozi kila siku. Huo ndio mfano hapo, wamechoka kusikia
visanga vya viongozi kila siku. Pili, linaonyesha kudorora kwa uchumi wa nchi. Kudorora kwa uchumi wa nchi. Kudorora kwa uchumi wa nchi. Tunaambiwa pale wanafilisika. Laonyesha kudorora kwa uchumi wa nchi. Kwa hivyo mfano utasema wanafilisika. Lazima utatoa tu mshororo kwenye hadithi. Linaonyesha ubadhirifu. Ubadhirifu ni ule uharibifu wa mali ya umma. Inaonyesha ubadhirifu. Walaji wanajijazia. Inaonyesha kuwa hawa ni viongozi ambao wanajilimbikizia mali ya umma. Kwa hivyo linaonyesha ubadhirifu, walaji wanajijazia. Pia limetumiwa kama kiangaza mbele, kama utabiri. Limetumiwa kama utabiri. Ni pale utabiri unaangaza mbele, unabashiri. Kwa hivyo shairi ukiangalia linahusiana na kuzinduka kwa raia. Tunaambiwa Wanapoteni wanazinduka na kususia hafla ya kusherehekea ushindi wa Sugu Junior. Kwa hivyo linaangaza mbele yale mambo ambayo yatafanyika hapo baadaye. Kwa hivyo kwa sababu tunaona Wanamatopeni wanazinduka, wanaamka na wanasusia ile hafla ya kusherehekea ushindi wa Sugu Junior. Yaani wanakosa kuhudhuria sherehe ya ushindi wa Sugu Junior. Pia linaonyesha mchango wa raia katika hali yao. Mchango wa raia katika hali yao. Yaani wao ndio wamejisababishia. Yaani msiba walionao ni wao wenyewe wamejitakia. Kwa kupiga kura baada ya kupewa hongo. Wanampigia kura yule ambaye amewapea nini? Hongo. Kwa hivyo wao ndio wamechangia katika hali yao. Swali la 3. Tumesema swali la 3, sehemu ya 3. Tumesema eleza umuhimu wa vipengele vifuatavyo katika kujenga hadithi ya msiba wa kujitakia. Pili ni barua ya Kahindi Mlalama, ukurasa 13. Tusome barua ya Kahindi Mlalama. Bwana Fumo, kongole kwa ushindi wako. Ingawa ushindi huo huenda usione jua. Kaka, wewe ni shujaa. Kisa chako ni mfano wa tajika wa jinsi ndoto na nia za vijana zimebanwa, zikafanywa kuzimwa. Mambo yangalifanyika kinyume, basi Matopeni ingalikuwa na hadhi tofauti. Kaka, ndoto haifi ila vizingiti haviishi daima. Kulimbikiziwa viongozi, udikteta, ukoloni mambo leo, yataje yote. Ila kesho yote haya yatakuwa marehemu na uhai wao utakuwa katika mabuku ya historia. Ndugu, utavuna kesho, na hiyo kesho viongozi watachaguliwa. Uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Mizani ya ubora wa kiongozi ukoo wako, familia yako, nani anayemjua, unaenda ngapi? Kesho hoja zitakuwa msingi wa kupimia ubora wa waniaji uongozi. Wasala, Kahindi Mlalama. Kwa hivyo kwanza inatambulisha wahusika. Umuhimu ni kutambulisha wahusika. Kwa mfano Bwana Fumo na Kahindi Mlalama. Kwanza barua hii inatambulisha wahusika kama Bwana Fumo na Kahindi Mlalama. Pili, inakuza sifa za wahusika. Yaani inazindeleza zile sifa za wahusika. Kwa mfano tunaambiwa kuwa Bwana Fumo ametambuliwa kama shujaa. Bwana Fumo ametambuliwa kama shujaa. Anaambiwa kaka, wewe ni shujaa. Pia inaendeleza ploti. Inaendeleza ploti kwa sababu tunaona kuwa viongozi
walio na udikteta, wana udikteta. Kuna udikteta na ukoloni mamboleo, kuna udikteta na ukoloni mamboleo. Kwa hivyo inaendeleza ploti. Inaonyesha ukosefu wa demokrasia. Inaonyesha ukosefu wa demokrasia. Licha ya fumo kushinda, ushindi wake huenda usione jua. Inaonyesha ukosefu wa demokrasia. Licha ya fumo kushinda, ushindi wake huenda usione jua. Inaonyesha ukosefu wa demokrasia. Licha ya fumo kushinda, ushindi wake huenda usione jua. Inaonyesha kusalitiwa kwa raia. Inaonyesha kusalitiwa kwa raia. Ufike pale, tutakuja kuendelea.